Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, nikiwa katika ziwa Tanganyika, mkoa wa Kigoma, hapa kwetu Tanzania. Leo nina moja katika zawadi kubwa sana ninazotaka nikupe ndugu yangu, ambazo naamini zitakusaidia biidhnillahi alkarimu. Ikiwa imetokea umeota ndoto ya kuota unarudi shule ama unarudi kijijini kwenu, hizi ni alama za wazi kabisa za mtu aliyefanyiwa uchawi wa kumrejesha nyuma kimaendeleo. Watu wengi huwa wanakosea sehemu moja. Anapokuwa tu kaishaota ndoto hii, huwa hajui nini afanye. Anachokifanya anakuwa hajui. Anapokosa maarifa ya kujua anachotakiwa kufanya, ndipo pale ndoto ile inaenda kumpa madhara makubwa kabisa, na hatimaye mambo yake yanaanza kuvurugika na anaanza kuharibika. Leo nikiwa katika ziwa Tanganyika, nataka nikufundishe, unapoota ndoto ya kurudi shule ama ndoto unarudi kijijini kwenu, nini unatakiwa kufanya pale pale utakapoamka. Utakapoamka tu, ikiwa kama wewe ni Muislamu, ikiwa kama wewe ni Muislamu, Mtume anatufundisha utakapoamka na umeota ndoto mbaya, cha kwanza kabisa, geuka upande wa kushoto wa mkono wako, kisha pulizia mara 3, huku ukitoa vimate vya mbali kabisa. Pulizia mara ya kwanza, pulizia mara ya pili, pulizia mara ya 3, kisha sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ama unaweza ukaanza kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, ukapuliza upande wako wa kushoto mara 3. Hapo ukiyatenda haya na ukiyafanya haya, katu na kamwe ndoto hiyo haitoweza kukudhuru, hata kama pana sihiri ilifanyika baada yake, sababu kuna baadhi ya sihiri ili ziweze kukupata ni lazima ikujie katika ndoto. Sasa ikiwa wewe si Muislamu na tayari wameshakufanyia haya, nini unatakiwa ufanye? Ikiwa kama wewe si Muislamu na umeota ndoto hiyo, umerudi shule ama umeota umerudi kijijini kwenu, ni alama za kurogwa. Utakapoamka tu, cha kwanza kabisa, usikimbilie kwenda chooni. Watu wengi huwa wanaharibu pale, anapoamka anakimbilia moja kwa moja kwenda chooni. Usithubutu kukimbilia kwenda chooni. Cha kwanza kabisa, amka. Ukishaamka, katafute maji, alafu osha uso wako, osha mkono wa kulia, osha mkono wa kushoto na osha miguu yako. Hapo ni moja katika mambo ambayo umeivunja kabisa ile ndoto uliyoyota, na umevunja kabisa maagano yoyote yaliyowekwa kwa ajili ya kukuvurugia mambo yako na kukuharibia mambo yako. Ni tips hizo tu nitaka nikupe ndugu yangu, ili uweze kupata faida hiyo, kwa sababu ndoto hizi zimekithiri kwa watu wengi. Shukran lakum, jazakumullah khair. Salamu alaikum wal afwa minkum.